Of course nimeitazama barua ya bodi ya TFF ambayo wameitoa. Ni wazi kwamba bodi ya TFF wanajichanganya. Yaani ni kama bado hawaelewi kitu gani wanatakiwa kukifanya ili kuhakikisha kwamba wanaulinda mpira wa Tanzania, kwa sababu kwa namna wanavyoendesha mambo yao inaonekana wao ndo wanataka kuudondosha mpira wa Tanzania. Pamoja na kwamba ndio wametumia nguvu kubwa kuujenga na kufikisha hapo ulipo, lakini sasa hivi ndo wanataka kurudisha tena nyuma. Yaani wanataka turudi kwenye yale maisha ya zamani. Yaani yale maisha ya miaka 10 iliyopita nyuma, turudi kule ambako tulikuwepo zamani, kitu ambacho sio sawa. Yaani TFF ni chombo ambacho kinaendesha mpira wa nchi hii, kinapaswa kujitathmini kwenye mambo mbalimbali ambao wanayafanya. Na hii tathmini ambao wanaifanya inapaswa kujikita kwenye maendeleo ya soka zaidi. Unajua wenzetu duniani wamebadilika sana na wameendelea sana. Na wenzetu wanapingana vikali sana na masuala ya rushwa, masuala ya upangaji wa matokeo, masuala ya kubashiri kwa wachezaji na makocha na viongozi mbalimbali wa vilabu. Yaani na vitu vingi wenzetu wanaendesha hizo harakati za kupingana na masuala ya upangaji wa matokeo. Kwa mfano ukiangalia kwa England, huwa wameweka kabisa sheria nyingi. Na unajua England mpaka 2027 hawataruhusu tena makampuni ya kamari kudhamini timu za England, maana vilabu vya England, na ni makubaliano ambayo wameyaweka. Kwa nini hawataki? Ni kwa sababu hawataki masuala ya upangaji wa matokeo kwenye ligi yao kupitia kubashiri. Hawataki wachezaji wacheze kamari, hawataki viongozi wa vilabu wacheze kamari, kwa sababu klabu isipokuwa na kampuni ya kubashiri, maana yake ni kwamba hata hiyo ligi haiwezi kuwekwa kwenye kampuni za kamari, which means ni ngumu kwa mchezaji kubeti. Umenielewa vizuri? Yaani ni ngumu kwa mchezaji kubeti. Na hata kama makampuni yataendelea kufanya kazi ndani ya Uingereza, lakini hayatakuwa members wa FA ya Uingereza. Lakini pia na vilabu ambavyo ni members wa FA ya Uingereza havitaruhusiwa kufanya biashara na makampuni ya kamari. Lakini kwetu sisi cha kushangaza ni kwamba TFF wao ndo wametangaza kuingia ubia na kampuni ya kamari ambayo itatengeneza odds kwa ajili ya msimu unaokuja. Yaani maana yake msimu unaokuja ligi ya Tanzania kwenye kamari, odds zake zote zitakuwa zinatengenezwa na kampuni moja ya kubashiri. Ni kampuni gani bado hajatangazwa ni kampuni gani, lakini hiki ni kitu ambacho ni kibaya, kwa sababu kinaendelea kuongeza nguvu masuala ya uchezaji wa kamari. Yaani shirikisho badala ya kupinga ndio linaongeza hiyo kasi, kwa sababu wachezaji, makocha, benchi la ufundi na watu wengine watakuwa wamekaa attention kusubiri odds zitengenezwe. Na odds zikishatengenezwa, kwa sababu kampuni imepewa mamlaka na TFF, maana yake hata mchezaji kuja kubashiri ni rahisi, kama ni kocha kubashiri ni rahisi. Unajua odds sometimes ndio ambazo zinaleta ushawishi wa mtu kubeti. Sasa kama hujapewa odds, maana yake kukaa na kuchambua hizo odds na nini, unaweza kuwa na uvivu. Lakini ukiwa tayari odds umetengenezewa pale na nini, na wewe ni kiongozi, unajua mchezo unaweza kwa waje kidogo, kuna picha unaipata. Maana yake ile inatoa urahisi wa wachezaji pamoja na makocha kubeti. Unajua sisi ambao hamfanyi kazi kwenye hizo timu, au sisi ambao tufanyi kazi kwenye hizo timu, ni rahisi kutokuelewa. Lakini kwa mfano kwa timu zinavyoenda kucheza, kila timu inajua tu hii mechi tunaenda kushinda, tunatoka sare. Ndio maana sometimes hata viongozi hizo timu kuna vitu wanavizungumza ambavyo vina reflect matokeo ambayo yanaenda kutokea, kwa sababu wanajua, yani wanajuana kwamba mimi mechi dhidi ya Mashujaa mimi nashinda, mechi dhidi ya timu fulani mimi inashinda, na kuna wakati mwingine kuna mazingira yanatengenezwa ili timu fulani ishinde. Ni vitu ambavyo vinatokea kabisa kwenye mpira wa miguu. So this time around mimi kwangu sio sawa kwa TFF kuingia ubia na kampuni ambayo inatengeneza odds za ligi kuu ya Tanzania, pengine hata na championship. Maana yake nimeona pale ligi kuu msimu unaokuja. Ila kwangu nilitamani kusikia TFF na bodi ya TFF kama wasimamizi wa mpira wa nchi hii wangetengeneza mazingira ya makampuni ya betting kuiondoa ligi kwenye masuala ya kamari, ili kuhakikisha kwamba tunapambana na hiyo vita moja tu ya rushwa, kwa maana ya watu kupewa hongo, lakini kusiwepo pia na vita nyingine ya kucheza kamari kwa wachezaji au makocha au watoto ambao wanahusika. Tukiwa tunapambana na rushwa peke yake, itatuia urahisi kujua ni nani ambaye anasaidia kupanga matokeo. Lakini kama ligi inakuwa kwenye kamari, maana yake ni rahisi watu wachezaji kubeti. Mchezaji anaweza kabeti kwamba bwana, kwenye huu mchezo labda mchezaji fulani atapewa kadi nyekundu. Halafu yule mchezaji akatengeneza mazingira ya mchezaji huyo kupata kadi nyekundu. Halafu ikitokea kadi nyekundu, maana yake yeye ameweka mzigo wake mkubwa, anapata hela. Yaani kwa mfano leo let's say imetengenezwa odds pale. Zile odds zinavyotengenezwa zinatengenezwa na option zote tofauti. Halafu mchezaji anajibetia kwamba mimi nitapata kadi nyekundu.
anatengeneza mazingira ya kupewa kadi nyekundu, anapewa. Halafu kule kwenye kamari labda aliweka dhaki labda milioni ili ashinde, ili labda anakule kupata labda milioni 10 baada ya kuweka milioni. Kwa sababu hizi odds za mchezaji mmoja kupewa kadi nyekundu au mchezaji kusababisha penalty huwa mara nyingi zinakuwa na odds kubwa. Unaweza kukuta labda Abdulrazak mfano labda anacheza Simba na Mashujaa, alafu inawekwa labda Abdulrazak Hamza kusababisha penalty labda ni asilimia ni points 10, au labda Shemalu kusababisha penalty labda ni odds labda 20, labda Elia Joshua Mutale kusababisha penalty labda ni odds ngapi 30, kwa maana kusababisha penalty kwenye timu yake. Sasa mtu anaangalia tu hizo odds 30 hizo, akiweka milioni hapo maana yake anakuja kukunja mzigo mrefu. Anaweza kusababisha hiyo penalty afa akatengeneza mazingira ya kusababisha hiyo penalty au kusababisha kadi nyekundu kwa whatever, kwa sababu option nyingi maana yake mtu anafanya machaguzi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kupelekea urahisi wa upangaji wa matokeo. Kwa hiyo TFF na kama wasimamizi wa mpira wanapaswa kuangalia, wanajichanganya, wataenda kuuzika mpira wetu. Wataupeleka mpira wetu sehemu mbaya ikiwa waliutoa sehemu mbaya na kuleta sehemu nzuri. Yani sio kitu kizuri ambacho wanataka kukifanya. Nadhani huu mchakato wa kutafuta kampuni ambayo itatengeneza odds waachane nao, kwa sababu utaenda kuharibu zaidi mpira wetu, ila wanapaswa kutengeneza mazingira ya mpira wetu kuondolewa kwenye kampuni za kamari ili kuepusha wachezaji kubashiri